Mashosti zangu mashabiki, kitu kingine nataka niambie, baadhi ya wababa wameshakuwa watu wazima kuanzia 50 kuendelea. Kuna baadhi ya kina baba wakijiona wana pesa sana, nataka wewe mtoto mdogo wa 2000. Mwana baba, kama una hamu ya kufa kwa pressure, high blood, uanguke chini kwa kiwewe, jaribu kuwa mtoto wa miaka 25, 20, watoto wa 2000 kama jinsi wanavyojiita. Unatakiwa uwe na moyo mgumu sana, uwe strong, sababu kuna baadhi ya kina baba wangali na tamaa. Ameshafikisha miaka 50, 60 angali anatamani vidogo. Huwezi kumuhimili mtoto wa miaka 25, wewe mwanaume uko wa miaka 60, 50. Unataka kufa na pressure. Na kama utakuwa umeshakuwa na sugar, una hamu ya kufa mapema. Sababu hawa watoto wadogo wa dalili za kiyama, watoto wa kike baadhi yao, hata wanaume wadogo wanawashinda. Saluti. Itakuwa we mtu mzima, ila unajiona sababu nina pesa naweza nikamuhimili. Pesa sio kila kitu ndugu zangu. Pesa sio kila kitu. Mwanamke anafata mapenzi. Mwanamke afati pesa. Anaweza akaja kwa pesa, ana pretend, lakini sio eti anakupenda. Amefata hiyo pesa. Na ujua kiwa amefata pesa kwako, anakuja kukuumiza, utakufa mapema. Kwa hiyo kama unataka uhai, ungali unakula maisha, pesa yako uenjoy, mwanamke mnaendana age. Afadhali hata wa 50, mwanamke wa miaka 50, mwanamke wa miaka 45, 40, wewe una miaka 60, mwanaume wa 50, is fine. Lakini ukijitia kwenda kuchukua mtoto mdogo wa miaka 20, 25, kazi unayo, utakufa mapema, mali utaiacha. Ndio hivyo ndugu zangu, kuna baadhi ya watoto wa kike wanaingia kwenye ndoa ya wazee, watu wazima, kwa kutafuta mali zao. Wana pretend love, it doesn't have the love, you fall the money guys. Anaweza akakuwa na pressure ukafa, wakakuzika ukafa mapema. Kwa hiyo guys, be careful. Ushauri wa mama lao, chukua solution nzuri, itakufanya uwe happy, uishi vizuri. Maisha ni mafupi, life is too